Sijui kama Watanzania wanajua kama yule mwimbaji maarufu wa Afrika Kusini Yvonne Chaka Chaka yuko Dar es Salaam, na mimi nimeshtukiza tu nitazama kwenye station moja television na muona anafanywa mahojiano. Na kwanza Tanzania labda ni video zamani, na kwanza sikumtambua kama yule Yvonne Chaka Chaka mpaka alipotambulishwa pale, mpaka namuona amekuwa mwili umekuwa mkubwa na si yule ambaye mimi nilikuwa namjua. Hivyo Chaka Chaka mimi nimemwona kwa mara ya kwanza mwaka 1990 nilikwenda Maputo, na safari naikumbuka. Tukisikia Maputo, tukisikia Samora Machel, tukisikia Machama Stadium, walikuwa watu wa Msumbiji walikuwa karibu sana na sisi. Na nakumbuka nimeondoka hapa na ndege ya Royal Swazi, ndege ndogo tu. Royal Swazi imetuchukua hapa kutoka Dar es Salaam mpaka Manzini. Pale Manzini inakuwa cheni, Royal Swazi inapeleka watu wengine Johannesburg, afu inarudi Manzini na kuchukueni mpaka Maputo. Sasa nataka kueleza kile kitu ambacho nimekiona nilipokuwa pale departure lounge kwa transit Manzini. Nimekaa pale nasubiri ndio ndege mapeleka passenger zetu Mozambique, Johannesburg, tutarudi tupeleke Maputo. Sasa nilikuwa na radio yangu moja nikipesa kutembea nayo. Zamani wakati kusuka nyuma kulikuwa na radio wanaziita satellite receiver, kitu kama hivi. Ilikuwa na bendi nyingi, afu ilikuwa unaweza kukamata na station nyingi sana. Lakini siku zile hapa kwetu hatuna FM station. Sasa mimi nilipofika pale Manzini, nimekaa na wenzangu tunasubiri ndege ije tuchukue, nikafungua radio yangu. Kufungua FM station imekamata Transvaal, Afrika Kusini. Sasa kilichoshangaza ni kuwa ilikuwa yule mtangazaji anapiga muziki wa kwanza nimeusikia unapigwa na hiyo FM kutoka Transvaal. Ilikuwa nyimbo ya Nat King Cole. Huyu ni mtu mweusi Negro, siku hizo akiitwa Negro, siku hizo wanaita Afro American. Mimi na fikra ile ya Afrika Kusini kwa watu wabaguzi sana, na kitendo kwa South Africa bado hajapata huko. Mbona juu ya ubaguzi wao leo katika station yao wanampiga Nat King Cole, mtu mweusi? Tukatoka pale tukaja kuchukua, tukaenda Maputo. Sasa tumefika pale, kuna drama nyingine ilitokea pale. Mimi nilikuwa mwanzo katika watu wa mwanzo kutoka. Sasa nimefika customs, nishapita immigration, sasa nakuna customs. Pale customs yule officer ananiambia nifungue begi. Sasa mimi nataka kufungua begi, kuna kijana pembeni pale akazuia nisifungue ile begi. Wakawa wanazungumza wao wenyewe na wanazungumza Kireno, lakini yana mazungumzo yalivyokuwa yanakwenda nikajua hapa kuna zogwa, haya mazungumzo si mazuri. Kumbe yule kijana alikuja pale alizuia mimi sifungua begi, anatoka wizara ya mambo ya nchi za nje pale Maputo, na akaambiwa kuwa kuna vijana kutoka Tanzania wanakuja hapa Mozambiki kwenye kozi ya mambo ya transportation, mwende mkawapokee. Sisi tukaarifiwa kama tutapokelewa na watu kutoka wizara ya mambo za nje. Hii inaonyesha ni kiasi gani watu wa Msumbiji walikuwa wanathamini ule udugu wetu. Sasa mimi nilipojua kuwa hawa watabishana sana na huyo akubali kuachia kuachia begi lazima lifunguliwe, mimi mwenyewe nikachukua uamuzi nikalifungua ile begi langu. Hamna kitu. Kapita nikamwambia wenzangu nyuma, jamaa fungueni mabegi bwana, hapa wanagombana kwa sababu ya begi yetu.
Basi tukafika pale. Sasa siku zile wanasema kusafiri, kitu cha kwanza muhimu, subhanallah, simamishe